kwanza mstari wa 26 na 27. Nitasoma kwa jina la Yesu. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Amen. Tukae wapendwa. Nimshukuru sana Mungu aliyenipa neema na kibali cha kusimama mbele yenu. Nimshukuru sana mchungaji kwa ajili ya kunikubali tena kusimama mbele yenu. Wapo watu wengi wangeweza kusimama na kusema neno la Mungu, lakini nimepata upendeleo kwa Bwana siku ya leo. Namshukuru Mungu, nashukuru mchungaji mwenza, injilisti na wazee na wote ambao Mungu amewapa mamlaka katika usharika huu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya diakonia. Tunatamani tujifunze tena. Mungu atupe neema ya kujifunza jambo lingine tena jipya na kukumbushana yale ambao tumeyajua, ili Roho Mtakatifu aendelee kuhimiza ndani yetu kufanya huduma hii njema kwa ajili ya wenzetu. Na Mungu akikusemesha, tafadhali fanya kama Mungu anavyokusemesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji alitoa tangazo nzuri kabisa. Tuhakikishe kwamba angalau sahani moja ya chakula ni muendea mtu mhitaji, na unapotoa unatoa kwa Bwana na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusema machache ya utangulizi, tuanzie hapa. Neno la Mungu nasema mtu anayedhania kwamba ana dini, lakini cha kwanza akasema hawezi kuzuia ulimi wake usinene hovyo, usinene mabaya, huyu mtu dini yake haifai. Lakini pia akatoa tafsiri nzuri kwamba huyu mtu ambaye ana dini njema ni huyu ambaye huduma mojawapo atakayekuwa anaifanya ni kuwatembelea na kujua hali ya wahitaji. Ametaja makundi mawili ya wahitaji hapa, akisema kwamba yatima na wajane, kwamba hawa ni sehemu ya wahitaji ambao unapowatembelea, kujua dhiki zao na kufanya kitu kwa ajili yao, Mungu anasema hiyo dini ni dini safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akaongezea na kingine, ajilinde na dunia pasipo mawaa. Kwa nini tunaambiwa mambo haya? Sababu ni moja. Kanisa ni mkono wa Mungu duniani kuwafikia watu mbalimbali wanaotakiwa kuona upendo wa Mungu, kufikia watu mbalimbali ambao watajifunza pendo la Mungu kupitia sisi. Kumbuka neno la Mungu nasema kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na wampendao. Mimi na wewe ambao tunampenda Mungu, Mungu anaponyoosha mkono kuonyesha pendo lake kwa watu wengine, mimi na wewe tunahusika. Mungu hawezi kushuka mwenyewe, lakini yeye anashuka katika uweza wake, anahimiza ndani yetu, tunafanya kile ambacho anasema ndani yetu. Na huduma hii ya matendo, huduma hii ya upendo kwa jirani mhitaji, ni udhihirisho wa imani yetu kwa Mungu, kwamba tunamwamini Mungu katika matendo. Na imani yetu pasipo matendo, neno la Mungu nasema imekufa nafsini mwetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuidhihirishe katika kutenda kile ambacho Mungu anatuambia tukitende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza mstari ule wa 15 mpaka 17 anasema, nanyi mkunjuwapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone, na muombapo maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu.
Niosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu ya haki, wasaidieni wanaoonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Na angalia pale mwisho, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Anasema ili sadaka zetu zipokelewe, ili maombi yetu mbele za Bwana yapokelewe, ili Mungu afumbue macho yake na kutazama na masikio yake kusikia maombi yetu mbele zake. Anasema sharti la kwanza ni kujitakasa mbele za Bwana, kujitakasa mbele za Mungu na kuondoa uovu mbele yake, lakini kutenda wema kwa ajili ya wale ambao wako mbele yako. Anasema mtetee mjane, mtetee, muamulie kwa haki, msaidie yatima na yule mjane katika maisha yake. Sasa tunapotenda wema kwa Bwana ni pamoja na kuwagusa hawa ambao ni wahitaji kwenye maisha yao, ili kwamba Mungu aendelee kuwa sababu ya kupokea maombi yetu na kupokea sadaka zetu. Kwa sadaka yako na maombi yako mbele za Bwana ni pamoja na kuhakikisha kwamba unauondoa uovu, unatenda wema, na utendaji wa wema, sehemu ya utendaji wa wema ni kujua haja na mahitaji ya hawa watu, ukiwatetea na kuwasaidia ili wasimame na kuipokea haki yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 14 mstari wa 28 29, neno la Mungu nasema, kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lako la maongeo yako ya mwaka huo ulioweka ndani ya malango yako. Na Mlawi, kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe, walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubariki katika kazi yako yote ya mikono yako ufanyayo. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi kile wana wa Israeli walikuwa wanapewa utaratibu na Mungu mwenyewe kwa kinywa cha Musa, kwamba mnapotoa sadaka zenu lazima ziguse makundi haya: Mlawi, watumishi wa Mungu, mahali walipo. Lakini anasema pia huduma zenu za utumishi wa sadaka zenu hizo, anasema ziguse mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka ile watu walikuwa na safiri siku nyingi. Anaanza kutoka hapa akaenda mpaka Tanga kwa miguu, kwa sababu kuwepo na magari. Kwa hapo katikati lazima atalala siku 2. Miaka hiyo alivyokuwa anaongea kipindi hicho kwa mazingira yao, kwa lazima atalala mahali siku ya kwanza, atalala mahali kama mgeni siku ya pili. Kwa miaka hiyo anasema usiache kumkubali au kumpokea mgeni, kwa sababu mazingira yao ndivyo yalivyokuwa. Kwa amechoka, anapaswa kulala. Na tunajua habari za Yakobo alivyokuwa anasafiri, alifika mahali akalala porini kabisa, akalala. Sasa kama kulikuwa na nyumba ya mtu, yeye angekuwa mgeni kwa mtu. Anasema hawa wageni muwapokee na kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lilikuwa kundi la muhimu katika kipindi hicho kwa ajili ya kuwasaidia. Lakini pia anasema yatima walio katikati yetu na wajane. Huo utumishi wako wa sadaka uguse watu hao, uguse hayo makundi yakiwepo yatima na wajane. Mungu anasema watakapokula na kushiba mikononi mwako, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atafanya nini? Atakubariki. Mchungaji amesema kuna aliyetoa tikiti. Sasa wanapokula na kufurahi, Mungu
akitazama furaha yao kama watumishi, Mungu anaachilia baraka kwenye hicho kilimo chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kweli ya Mungu ilivyo. Kwa unapotoa kwa ajili ya makundi haya, Mungu anaahidi kwamba atakubariki, na anapoona haja yako ya kutetea watu kama hawa, anasema Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. 15:7 anasema, kama akiwepo mtu maskini pamoja nawe, nduguzo, mmojawapo ndani ya malango yako, mmojawapo katika nchi yako, akupaye Bwana Mungu wako, usifanye moyo wako kuwa mgumu, wala usimfumbie mkono wako nduguyo maskini, lakini mfumbulie mkono wako kwa kweli, umkopeshe kwa kweli yatoshayo haja yake katika anachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba Mungu anatuambia kwamba tusizuie kile ambacho Mungu anatamani kukifanya kwa ajili ya watu wengine, hasa wale wahitaji, kwa sababu Mungu ameahidi kukubariki. Hata wana wa Israeli waliambiwa kwamba watalima miaka 6, mwaka wa 7 waache, na hakishe kwamba ameacha masazo kwa ajili ya watu wengine. Siku hizi tunalima mahindi yote tunaondoa mashambani. Hata wale wanaopitaga ambao hawajalima hawakuti kitu. Ndio sawa. Sasa hivi tunamaliza kila kitu. Kama ni maharage unaokota hata moja. Hawa waheshimiwa waliambiwa acha kidogo kwa ajili ya hao wengine, watakapopita wakutane navyo na wao wale washibe, kwa sababu hawana mashamba. Bwana asifiwe. Hivi tunaacha kidogo. Zamani wazee wetu walituambia hivi, usipike chakula kikaisha kwenye chungu. Babu yangu alinifundisha. Na bibi yangu. Ambia ukipika chakula, yawezekana kuna mgeni atapita. Kwa hiyo hakikisha unapika chakula unaacha kidogo. Wale wazee sijui kama wapo. Haleluya. Sasa hivi tunapikaje? Mtu akija mgeni, chakula kilishaisha kabisa. Wazee wetu walitukumbusha, na walitukumbusha sawa sawa na neno la Mungu, kwamba ukipika chakula, kama kuna kiburu umepika, hakikisha unaacha kidogo kwenye chungu. Kama ni makukuru, hakikisha unaacha kidogo. Kama ni ndizi, hakikisha unaacha kidogo. Haleluya. Yakini kuna mtu atakuja akiwa na njaa. Asipokuja sawa, lakini usimalize moja kwa moja. Mungu anajua kuna wahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Walio kwenye malango yetu watakaopita. Siku hizi maisha yetu yana geti kubwa, geti kali. Sasa unajua, tunaanza kuwa kidogo, kama ubinafsi unaanza kuingia zaidi. Miaka ya zamani, babu akiamka atasalimia nyumba 3 ndipo aende kwenye shughuli zake. Sasa hivi tunasalimiana njiani. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunapojali wengine, mioyo inayojali wengine inapokuwepo ndani yetu, Mungu anaahidi kutubariki na kuhakikisha kwamba anatulinda tunapoingia, tunakotoka. Lakini wakati mwingine tunatembea huku mioyo yetu imebeba hali ya kuzuia wengine, tunashindwa kuwakunjulia mikono yetu katika kile ambacho Mungu ametupa. Sikwambii umkunjulie kila mmoja, msikilize roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna waombaji wamebeba roho ya kukausha watu kiuchumi. Hata kama anakunyoshia mkono, angalia roho anasemaje ndani yako. Haleluya. Kwa sababu unaweza kutoa pasipo uongozi wa Mungu, ukajikuta sasa uko matatani. Kuna waliobeba hizo roho ndani yao, wako barabarani kabisa wanaomba, lakini wana agenda nyingine kabisa. Kwa unapokunjua mkono wako kumwelekea mtu, hakikisha kwamba Mungu amekuongoza, hasa nyakati za siku za mwisho ambazo kuna mambo mengi yasiyopendeza. Kumbukumbu la Torati 26.
12, 13 na 15 anasema, utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zote za maongeo yako mwaka wa 3, ambao ndio mwaka wa kutolewa zaka, umpe zile zaka Mlawi, yale makundi yanatamkwa, na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Ndio ulikuwa utaratibu wao kipindi hicho. Nawe sema, sasa naomba huu mstari tusikilize vizuri. Ukishatoa sadaka leo, huu mstari wa 13 unakuhusu. Nasema, nawe sema mbele za Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu vimeondoka katika nyumba yangu, nami nimeweka Mlawi, nimempa Mlawi na mgeni na yatima na mjane kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Mstari wa 15 unasema, uangalie katika makazi yako matakatifu mbinguni, uwabariki watu wako Israeli na nchi uliotupa, kama ulivyowapia baba zetu, nchi iminikayo maziwa na asali. Tukishatoa kwa Mungu, tuna haki ya kuomba maombi ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunamwambia Mungu, tumeachilia sadaka yetu mbele yako. Hapa anasema vilivyo vitakatifu katika nyumba yangu, nimevileta kama ulivyoagiza. Na anasema ukishatoa, mwambie Mungu, Mungu, angalia kwenye maskani yako mbinguni, ukanibariki mimi na kanisa lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao walikuwa wanasema ukabariki Israeli na nchi ambayo umetupa yenye maziwa na asali. Sasa tamkia vitu vyako ukishatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwambia Mungu, Mungu wewe uliye mtakatifu uko mbinguni, angalia kutoka mbinguni zile baraka ambazo umeachilia kwa watu wako. Kumbuka kazi ya mikono yangu, kumbuka kilimo changu, kumbuka uzao wangu, kumbuka nchi yangu, kumbuka. Ukianza kutoa sadaka yako namna hiyo na kumtamkia Bwana maombi ya namna hiyo, sawa sana hili neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, tunapoomba baraka kwa Mungu, si kwamba tunajipendelea. Ni haki ya wana wa Mungu kuomba kwa baba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusije tukafikiri tunaenda na shopping list kwa Mungu. Tuna haki kama watoto kwa Mungu kumwambia Mungu, tunaachilia hii sadaka, ninaomba utubariki kwa baraka zako za rohoni na za mwilini. Unaweza kuzitamka za mwilini, unatamka na za rohoni. Usiache za rohoni. Sasa za rohoni za muhimu pia. Tamka za rohoni na za mwilini. Yule mwanamke mjane kwenye lango la Samaria alipotoa ile sadaka, japo ilikuwa inamuelekea sasa kuhani Mlawi yule anayeitwa Elisha, kitu kilichotokea, miaka 3 alikula na kunywa. Kwa na wewe unaweza kusema kwa Bwana, sadaka yako ilivyo hivyo hivyo inaweza kufanya muujiza mkubwa sana, ambao unaweza kufunguka, mlango ukafunguka kwa ajili ya watoto wako, ukafunguka kwa ajili ya kipindi chako cha majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumwambia hata Mungu kwenye jaribu ulilonalo, kwa sadaka hii Mungu wa mbingu na nchi, shughulika na hili jaribu, kwa sababu Mungu ndiye anayeweza, wewe huwezi. Ukiisha kutoa sadaka yako, sema kwa Mungu kile ambacho unatamani kuomba. Leo nilivyokuwa naomba kwa ajili ya ibada, Mungu alikuwa ananiambia ombea mikono ya watu kwa kitabu cha Mithali. Baraka za Bwana juu ya mikono ya watu. Sawa sawa na Mithali anasema, kupokea baraka za Bwana. Mstari wa 13, Mithali 3:16 anasema, ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume,
utajiri na heshima kwenye mkono wake wa kushoto. Hivi tulishawahi kuamini hicho? Kwa mstari huu ni mstari mzuri sana. Anasema kuna wingi wa siku. Sasa wingi wa siku ni wingi wa maisha yako katika kuishi hapa duniani. Alafu huo wingi wa siku una amani, una furaha, una baraka za kimungu ndani yake. Kuna wingi wa siku kwenye mkono wako wa kuume, na kuna utajiri na heshima kwenye mkono wako wa kushoto. Tutasema maombi haya mbele za Bwana kwa ajili ya sadaka yako, kwamba mikono yetu ambayo Mungu amesema atabariki kazi za mikono yetu, yeye abariki kazi za mikono yetu, akikumbuka na haya kwamba kuna wingi wa siku kwenye mkono wa kulia na utajiri na heshima kwenye mkono wako wa kushoto. Tafsiri yako ya utajiri sijui ni nini, lakini ninaomba utengeneze tafsiri kwa tafsiri ya kimungu. Kuna utajiri na heshima, ziko baraka za Bwana kwenye mkono wako wa kushoto. Kwa ukiisha kutoa sadaka yako, sema mbele za Bwana maombi yako, ili Mungu asimame pamoja na wewe na kazi zako, na yeye asimame kukemea yule anayekula katikati ya kazi za mikono yako. Ayubu 29, ninamalizia. Ayubu 29 mstari wa 12 na 13. Anasema, kwa sababu nalimuokoa maskini aliyenililia, yatima naye na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijilia, nikaufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha. Leo tunatamani sisi kwa sadaka zetu tufanye mioyo ya wahitaji hawa wafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipogusa maisha ya maskini mjane, anasema baraka ilimjilia, na baraka hii ilimjilia kwa sababu moyo wa mjane ulianza kuimba wimbo wa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yake alianza kuimba wimbo wa furaha. Siku moja nilienda kule Sanyajuu, tulikuwa tunaenda kuhudumia wazee na mdiakonia mwenzangu. Nikaenda pale tukafundisha neno, tukawakusanya wale wazee. Ilikuwa siku ya Jumamosi, wazee na watu wachache kama maskini ambao hawajaweza kulima kwa sababu ya uzee wao. Tukachukua mahindi, tukachukua mboga za majani, tukawapa. Ikapikwa pilao pale, wakala. Baada ya kula ikanyesha mvua nyingi sana. Sasa tukaanza kushangaa, ile mvua ilitoka wapi? Mungu akatuonyesha kwamba milango ya baraka imefunguka kwa sababu ya kicheko cha wazee ndio hapa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baraka za ajabu sana, wakicheka na kufurahi. Akavaa nguo akapendeza, naye akafurahi. Akala chakula akashangilia moyoni, akasema Mungu ubariki watu hawa. Utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utashangaa tu milango yako ikiwa inafunguka na mambo yanakwenda vizuri. Kwa tumsihi Mungu siku ya leo kwa habari ya kila ambacho Mungu atatupa neema ya kukifanya. Watakapofurahi, kumbuka Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimekuambia tu, Mungu akikusemesha fanya. Tunasemeshwa hata barabarani, tunafanya. Usiache kufanya. Huduma ya diakonia, tunamshukuru Mungu, katika kanisa letu imeenea kila usharika, kila eneo. Lakini kuna wengine bado wanaweza wasiweze kufikiwa. Ukisemeshwa na Mungu, fanya kitu kwa ajili ya watu hao. Tusimame.